Wanadimba, wana Kilolambwani, wana Maloo na wengine wote. Nyie ndo wananchi wa kata ya Kilolambwani. Asanteni sana. Awali yote naomba nianze kwa kumshukuru Allah kwa kutujalia. Lakini pili naomba niwashukuru Wanadimba kwa mahudhurio mazuri sana ambayo tumeyapata siku ya leo. Ninyi ni watu wema sana, nasema asanteni sana. La tatu niwashukuru kwa mara nyingine, au nikishukuru chama changu au chama chetu, Chama cha Mapinduzi, kwa maandalizi mazuri, kwa kazi kubwa na maandalizi mazuri ya kuelekea kwenye uchaguzi wa tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025 kwa ajili ya jambo letu kubwa na muhimu kwa taifa letu la Tanzania. CCM oyee! Tunarejesha shukrani kwa Mungu ili atusaidie, atuongoze, hatimaye tuweze kumaliza kampeni zetu kwa amani, utulivu na usalama kama ilivyokuwa kawaida ya taifa letu la Tanzania. Tunaamini na tunajua Tanzania ndiyo kimbilio, au Tanzania ndiyo chemchem ya amani. Watu wote duniani, watu wote barani Afrika, watu wote katika mabara makubwa wanajifunza hali halisi ya amani inayopatikana katika uchaguzi mkuu wa nchi yetu ya Tanzania. Kwa hiyo tunaomba Mwenyezi Mungu aendelee kuidumisha amani hii. Na amani nani anayeidumisha? Ni sisi wenyewe wa Tanzania, na ndio maana imekuwa kimbilio la mtu yoyote ndani ya taifa letu la Tanzania. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atukubalie haya. Ndio mwenyekiti wa tawi letu la Dimba, mwenyekiti wa CCM wa wilaya, mwenyekiti wa kata yetu ya Kilolambwani, ndugu mheshimiwa diwani, viongozi mliopo meza kuu, wana Dimba, wasanii mliopo hapa, ndugu zangu wote ambao wamekuja hapa na kuzungumza mambo mbalimbali, lakini hasa yale mambo ya maendeleo aliyoyafanya Daktari Samia Suluhu Hassan, aliyoyafanya mbunge wenu kwa kipindi cha miaka 5. Ndugu Wanadimba, mabibi na mabwana, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi na utu, kazi na utu, kazi na utu. Asanteni sana. Kama ilivyotangulia kusema pale mwanzo, mimi nawashukuru tu na nimekishukuru chama changu, lakini kikubwa zaidi, kwa heshima kubwa mlionipatia mimi kama Salma Rashid Kikwete, sitaweza kuisahau katika historia ya uongozi wangu katika jimbo la Mchinga, hasa katika kipindi cha miaka 5 hii ambayo nimeimaliza kuanzia mwaka 2020 hadi mwaka 2025. Ninawashukuru kwa sababu gani? Kwa sababu Mchinga waliyaona mambo mengi na mazuri ya maendeleo yaliyofanyika. Kwa muktadha huo wakasema hatuna haja, hatuna sababu. Lakini kwa sababu ya kidemokrasia yoyote anaweza kuja, lakini bado sisi kama wanamchinga
tunaomba mbunge wetu Salma Rashid Kikwete aendelee kuliongoza jimbo la Mchinga. Na kweli kwenye uchaguzi wa ndani hakukuwa na mtu yoyote aliyeweza kuingia katikati yake, likabaki kuwa jina langu tu, Salma Rashid Kikwete. Kwa kweli nasema asanteni sana tena sana, mmenipa heshima kubwa kama mimi, mmenipa heshima kubwa na familia yangu. Na ndio maana hata mume wangu wakati tunazindua kampeni za jimbo letu la Mchinga alisema, nimekuja tena, mmeniomba tena niwaachie mke wangu, msiwe na wasiwasi, ninyi ni ndugu zake na yeye mwenyewe ana mapenzi makubwa na ninyi, endelea hata mimi patakapohitajika ikibidi kumsaidia, na mimi litakaloshindikana naweza nikamsaidia. Kwa hiyo na mimi namshukuru mume wangu kwa kunipa ridhaa, kwa sababu wakati mwingine asingeweza kunipa ridhaa ya kuja kuwatumikia. Angesema umeshawatumikia miaka 5, sasa hivi naomba na mimi uendelee kufanya nini, kunitumikia. Si mnajua mume wangu amesha retire, shemeji yenu, ndugu yenu, penzi wenu ameretire, na sasa hivi ana miaka mingi, miaka 75, sio mchezo, ana miaka 75. Lakini kwa uwezo wa Allah tunaendelea kumshukuru kwa kumjalia afya njema na mimi kunijalia afya njema. Ukimwona hivi unaweza ukafikiri ni kijana wa miaka 60, lakini hapana, ana miaka 75. Na ndio maana hata mimi sasa hivi nina miaka zaidi ya 62, lakini ukiniona unaweza ukafikiria na miaka 45. Lakini kitu kikubwa ni kujitunza, kitu kikubwa ni kufanya mazoezi, kitu kikubwa ni kula chakula kinachostahili. Chakula kinachostahili ni kipi? Usifikiri chakula kinachostahili ni cha kwenye makopo hivi tunavyolima katika mazingira yetu haya. Unakula mtolilo, unakula mchicha, unakula bamia, unakula dona, ndio hivyo. Lakini nafikiri ukila ugali uliokuwa ule mweupe ndio umekula kitu bora. Hapana, sio kitu bora. Unaacha kutumia nazi kidogo, unasema mpaka nikaange na mafuta, ukafikiri kutumia mafuta ndio unajitengenezea afya yako. Hapana, mafuta sio kitu kizuri zaidi. Tumia nazi yako, weka kwenye wali wako, kula dona lako. Tena dona, mahindi huku tunalima. Tukishalima unachokifanya ni kuchukua yale mahindi, unapeta, ukishapeta peleka mashineni yakasagwe. Ule ugali ni mzuri na una virutubisho vyote. Lakini nakwambia sasa mimi ile dona inakuaje? Kwani mimi mfungwa? Hapana, kula dona sio mfungwa. Wewe angalia, au hata mtama si tunalima sisi wenyewe mtama huku, si ndio? Sisi moye. Tukishalima mtama tunauvuna. Tukivuna hatimaye sisi ni walaji wakubwa wa mtama, si ndio? Tunautwanga, tukishautwanga tunamaliza. Kwenye mtama hakuna hata kitu kimoja unachofanya nini, unachotupa. Tunaanza kula makana, totoli lile ndo lina virutubisho vyote, totoli lile. Sasa mtu mwingine anasema mimi ile totoli la kazi gani? Makana yale ndio bora. Sasa kama uone ubora wake, yale makana yale chukua ukampe kuku. Muone kuku wanavonenepa, si unamwona? Kwa sababu anakula kitu kizuri. Lakini wewe kwa sababu umezoea unasema kula makana ni sio kitu kizuri. Hapana, ni kitu chema, ni kitu kizuri. Dagaa huko baharini huko, si unakwenda? Kwa nini nile mimi dagaa? Mimi nile dagaa, mimi nataka samaki mkubwa. Kumbe dagaa yule ana madini ya chuma. Madini ya chuma ndio yanayokusaidia. Na ukila dagaa, watu wengi unakuta wanakuwa hapa panavimba hapa, si ndio? Hivyo mnajua sababu ya kuvimba hapa? Ni ukosefu wa madini chuma. Sasa wewe uko baharini, utaki kula samaki, utaki kula dagaa. Kumbe Mwenyezi Mungu kila mtu kwa mazingira yake alimtengenezea kitu ambacho anaweza kula na akanawili. Angalia hapa, kuna vitoto vinapita hapa, vina afya nzuri kweli kweli, vimenenepa vizuri. Hongereni sana tena sana. Kwa hiyo msifikirie kula vile ndio vizuri. Hivi shamba hapo mbele ya baraza yako umeweka sijui majani ya kunde, hapa
umeweka majani ya sijui, umepanda bamia zako hapo, umeweka mboga yako ya nini sijui, umepanda nani matembele yako au mtolilo wako sijui, hapo umeweka nini. Kifika wakati unachuma, unachemsha, na kuchemsha ni bora, lakini nasema kuchemsha kunachosha. Usifikirie watu walio kwa hivi wanene wana afya mzuri, hawana kabisa. Sisi mwe nilikuwa nataka niwapitishe kwenye lishe, sawa lakini kikubwa zaidi sisi tumekuja kwenye kampeni. Na kampeni ni utaratibu wa kisheria kwa nchi yetu na nchi zote duniani. Unafika wakati lazima muende kwa wananchi kuomba ridhaa ya kuongoza nini taifa letu. Sasa tumefanya kazi miaka 5, tumeimaliza. Baada ya kumaliza miaka 5 mnarudi kwa wananchi kuomba ridhaa, au mnarudi kwa Tanzania kuomba ridhaa kwa mujibu wa katiba yetu na katiba ya chama chetu. CCM oye! Sasa kama jimbo la Mchinga, wagombea wako wangapi katika kata hii? Sawa? Katika jimbo mgombea ni huyu mmoja wa Chama cha Mapinduzi. Na katika kata kuna wagombea 11 kwa sababu sisi tuna kata 11. Na kwa uraisi tuna rais huyu mmoja wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo kule juu kule kuna Samia Suluhu Hassan. Samia Suluhu Hassan ni msuluhishi wa matatizo yote ya Watanzania. Salma Rashid Kikwete yeye anasimamia jimbo la Mchinga. Jimbo la Mchinga ni miongoni mwa majimbo 272 yaliyopo katika taifa letu la Tanzania, lakini yeye kipande chake ni kipande cha jimbo la Mchinga. Huyu anaitwa Salma Rashid Kikwete. Alafu kwenye eneo hili, kata hii ya Kilola Mbwani, si mwingine bali ni Salum maarufu Mngoni. Yeye mwenyewe amejitanabaisha Salum bin nani bin Hatibu bin Hemedi maarufu nani Mngoni. Kwa hiyo si unaona Mwenyezi Mungu alivyoweka vizuri hapa kuna S hizi 3. S ya Samia, S ya Salma na S ya Salum. Kuna S hizi 3. Kwa hiyo siku ya kwenda kupiga kura tarehe 29 ya mwezi wa 10 mwaka 2025, wewe unaamka vizuri asubuhi. Ukishaamka vizuri asubuhi na familia yako wote mnaamshana, kwa wale ambao wana umri stahiki na wana kitambulisho cha kupigia kura, mnatoka nyumbani mapema, mnakwenda kwenye eneo la kupigia kura, mnapiga kura ya ndio. Kura ya kwanza ni ya Samia Suluhu Hassan. Samia Suluhu Hassan unatiki. Salma Rashid Kikwete unatiki, na Salum bin Hemedi bin Hatibu unatiki. Kwa hiyo kunakuwa na tiki hizi 3. Lakini naomba utambue kwamba zile tiki 3 usiweke sehemu moja Simenielewa Zile tiki 3 usiweke sehemu moja. Kila mtu ana kisehemu chake. Na rangi itakayo kutambulisha kwamba huyu ni mgombea wa chama gani ni rangi hii ya kijani. Rangi ya kijani ni rangi ya CCM. Rangi ya kijani ni rangi ya amani. Rangi ya kijani ni rangi ambayo ni ya ustawi. Si unaona miembe ni kijani, minazi ni kijani, migomba ni kijani, nyasi ni kijani, mikorosho ni kijani, kila kitu ni kijani. Kijani ni chemchemu ya matumaini. CCM oye! Kwa hiyo na hii kura ninayoiomba
siombi tu kwa wana CCM, bali ninaiomba kwa wapenzi wote wa maendeleo katika jimbo la Mchinga na katika kata ya Kilola Mbwani, kwa maendeleo zaidi. Yajayo yanafurahisha. Yajayo yanafanya nini? Yanafurahisha. Kama tuliweza kutumia mabilioni ya pesa, sawa, zaidi ya bilioni 115 kwa kipindi cha miaka hii mitano, yajayo yanafanya nini? Yanafurahisha. CCM oye! Unajua hapa tumekuja kwa ajili ya jambo moja tu. Kazi mmeziona tulizozifanya. Kazi Mama Samia alizozifanya zimeonekana. Kila aliyekuja hapa amezungumza mambo ambayo Salma Rashid Kikwete ameyafanya. Hivi mimi na sababu tena ya kuhadisia mambo haya tuliyofanya? CCM oye! Barabara si mnaiona? Umeme si mnauona? Haya, kilimo si mnakiona? Korosho si zimeongezwa bei kutoka bei ile ambayo ilikuwa ni bei tupu mpaka 4,000. Si mmeona? Si mmeona? Umeme kila kijiji si mmeona? Maji Mlimba si mmeona? Hamjaona? Umeona? Kati ya vijiji 47 ni vijiji 9 tu ambavyo havijafikiwa na maji, lakini lengo letu ni kuhakikisha kwamba vijiji vyote vinafikiwa na maji. Na mradi wa maji awamu ya kwanza tulipata bilioni 12.4, na ule una awamu hizi 2. Awamu ya kwanza tumemaliza, tunakuja kwenye awamu gani? Ya pili. Tukija kwenye awamu ya pili ndo tunakuja kumalizia Kilola Mbwani, Mvuleni, hatimaye tunakwenda wapi? Kilangala. Ina maana eneo hili lote tutakuwa tumeshapata maji. Nani kama Mama Samia Suluhu Hassan? Nani kama Salma Rashid Kikwete? Sisi Salma Mpenila. CCM oye! Sasa kwa muktadha huo, kwa maana hiyo ni kwamba ukimchagua Salum, ukamchagua Salma, ukamchagua Samia, sisi tutafanya kazi kwa ushirikiano mkubwa. Samia, mmemwona Samia anapoangalia? Mmemwona Mmemwona Samia anapoangalia? Samia na mpira, Samia na mpira. Samia huyo, Samia na mpira, Samia na mpira, Samia na mpira. Samia anampasia Salma Rashid Kikwete. Anampasia. Akitoka kumpasia, akimaliza anampasia Salum. Salum nenda na mpira. Salum nenda. Salum na mpira. Nenda. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Salma Kikwete. Ndovu ni pamoja na wanyama wakali. Lete wasikie wana Kilola Mbwani. Lete. Wanatuongezea fedha za kijani tembo hao. Lakini watu wengi wanaopitia na tembo gani hapo? Ni ungeni. Napiga maneno. Nayo makofi na maana wapiga wanafika ambayo sasa hivi tumewekewa mahindi, tumewekewa kwa sababu maeneo mengine ni kwa sababu ya tembo wanakula vyakula. Lakini sambamba na hiyo tunaishukuru serikali kwa kutuletea mahindi kupunguza ile njaa.
nitakuwa ni mchoyo wa fadhila nisipoweza kuipongeza serikali. Serikali imenitendea mambo mengi. Barabara ya lami mnayo. TARURA ndiyo asilimia. Weka barabara ya lami ile. Nataka wasikie, maana wengine hawasikii hizi bungeni hapa. TARURA ndiyo kila kitu. Asilimia kubwa ya wananchi wanaishi huko vijijini. Mmesikia? Sasa ni lazima tutengeneze aidha azimio kama tulivyotengeneza wakati ule kwenye eneo la maji kwa mama ndoo kichwani. Tukachukua pesa kutoka eneo fulani tukasema hizi ziingizwe kwenye eneo hili ili wananchi tuwatoe ndoo kichwani. Kwa hiyo ushauri wangu, ili tufanikiwe kwenye hili, tunabidi tuweke hiyo azimio kwamba tunataka TARURA iongezewe pesa kwa mchache, hata iwe asilimia 40. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa mfano kwenye jimbo langu la Mchinga. Mchinga ni jimbo ambalo ukizunguka jimbo zima hakuna hata kipande cha sentimita moja chenye barabara ya lami. Sasa kwa misingi hii sio rahisi. Alafu jimbo lile, yani ukitoka kata moja kuelekea kata nyingine lazima upitie jimbo jingine ndipo uweze kufika. Sasa ushauri wangu na ninachoomba kwa Mheshimiwa Waziri au Mheshimiwa Spika, tuunganishiwe zile barabara zetu. Ndio hapa mnafika mpaka Runyu mpaka barabara ambazo Kitomanga. Ndio maneno hayo. Ujenzi wa barabara jimbo la Mchinga. Unasema unauliza, hata tabia kusahau wala kujisaulisha. Barabara za Mchinga na Kijiweni zimekamilika. Kibao cha Moka na Ngaru na Milora je? Haina shida. Mkandarasi kwa kazini, kazi inaendelea. Una swali? Mmesikia? Mmesikia? Sasa mjitahidi kusikiliza bunge. Mkisikiliza bunge mtayasikia mambo mengi zaidi. Hata hao wanyama ndovu tumewazungumzia kwa mapana yake, lakini huku kuna nyani. Nyani ni shida. Nao tumewazungumzia hao wakina nyani, tumewazungumzia. Sasa hapa Mheshimiwa Diwani amezungumzia changamoto nyingi, zile changamoto za barabara. Sawa? Amezungumzia changamoto za ushirika. Mchagueni, mkisha mchagua tutayajadili na sisi ndio tutawaletea majibu nini tumefikia baada ya nyinyi kutueleza hizo changamoto zenu. CCM oye! CCM oye! Sasa hii hapa mmeona hii? Shika kwanza hichi. Mmeona hii? Hii ndio ilani ya Chama cha Mapinduzi. Mambo yote yako humu ambayo yanatakiwa yatekelezwe katika kipindi cha 2025 2030. Na kama mkoa wametengeneza mkakati wao, mkakati mzima wa mkoa, na mkakati mzima wa mkoa ndio huu hapa. Yaani humu ndio kuna mambo yatakayofanyika miaka 5 katika taifa hili, lakini katika mkoa wetu wa Lindi. Sasa wana Mchinga, sisi ni jimbo, lakini jimbo letu ni kama majimbo mengine katika nchi hii. Ili tuweze kuwa na mafanikio makubwa, kuna kitu ambacho ni lazima sisi wenyewe. Si unajua unaweza ukawa baba. Kwa mfano Mzee Matajabu, si mtu mzima Kwa kuwa ni mtu mzima, ana watoto wake. Hivyo watoto wale wataendelea kukaa kwa baba yao mpaka wanaoa, wako pale pale, wanaolewa wako pale pale, kila kitu wako pale. Labda kwa mujibu wa sheria za Kiislamu mtoto wake akiolewa akaachika anarudi kwa wazazi
wake. Kama wazazi hawapo, wanarudi kwa kaka yao. Na ndio maana kwenye masuala ya urithi, mtoto wa kiume anapata nyingi kulikoni mtoto wa kike, kwa sababu ya tahadhari. Pindi ikitokea la kutokea, anarudi kwa nani? Kwa kaka yake. Sasa nyie mawifi msiwe na roho mbaya. Maana yake kwa nini mnakuwa na roho mbaya? Yule wifi yako ameachwa. Baada ya kuachwa au amefiwa na mume, anakuja kwa kakake, anazidi tu hapa kukaa tu, na sijui kwa nini ameachika. Kuna mali yake pale, ndio maana anarudi kwa kaka yake. Mali yake ipo pale, ndio maana yeye alipata urithi mkubwa kulikoni mwingine. Tusiwe hivyo wanawake. Hivi mnalijua hili? Hivi mnalijua hili? Sasa kama mlijui, ndio mlijue. Sio kwamba pale akienda kwa kakaka anaenda kudoea. Ana urithi wake uliachiwa na baba yake. Mmenielewa Kwa hiyo sio anakuja pale alafu huyu amejaa tu hapa. Amejaa kwa sababu ana rasilimali yake. Mmenielewa Mimi nataka mnielewe. Siku yote ikijaliwa lazima mpate hili somo. Hili somo ni zuri sana. Tena wewe umeolewa. Ukisha wewe unataka upate raha zote. Ndugu zako unawajaza ndani tele. Kwa kaka yako wakijazwa wifi yule akijaza ndugu zake, angalia kaka alivyojaza watu, wakati wewe umejaza watu tele wala ulioni. Umeona Sema wewe. Au nasema uongo jamani? Tena kwa mfano huko kwetu anasema angalia kwanza yule alivyomwekea limbwata. Amepata limbwata, asikii wala haoni. Limbwata, yani ndani mle mmejaa watu, wamejaa, hata raha hakuna. Si tukienda hatuna raha. Raha gani unaotaka? Wewe mboni kwako umejaza ndugu zako. Kaka yako akijaza nongwa. Yani muangalia anavyompenda. Wewe usipendwe na mume wako. Wewe ukipendwa na mume wako sawa. Kaka yako akimpenda mkewe, shida, dhambi. Tuache, sio vizuri. Sasa kazi lazima iendane na nini? Na dawa, si ndio Sasa hii ilikuwa ni dawa, si ndio? Au sio hivyo jamani, ambieni. Si ndio hivi Sasa tukiwa tunamwogopa Allah subhana wa ta'ala, aya yote hatutayafanya. Lakini kama hatumwogopi Allah, tena akija mme wako unajifanya wifi zako unawapenda, kumbe unachukia vibaya sana. Tunakupa heshima yako. Tunakupa heshima CCM. Haya, sasa hebu niende nimalizie kwenye hichi kijitabu. Nimalizie kwenye hiki kitabu cha mwisho, alafu namalizia cha mwisho. Sawa? Sasa si tuna barabara yetu ile? Si tuna barabara yetu? Barabara kilomita 150. Na barabara hii inatoka Mchinga hadi Kijiweni. Si mnaijua Kuanzia Mchinga hadi wapi? Kijiweni. Si mnamkumbuka wakati ule mzee Matajabu ananiambia. Mzee Matajabu yule pale amekaa. Nawaambia tunataka kujenga barabara ya Mchinga hadi Kijiweni. Mimi sitaki mimi nataka tujenge mzee Matajabu barabara. Umeiona hujaiona? Umeiona Mimi nikisema natekeleza, nikaambia sasa ngoja tuunganishe. Tukishaunganisha na hiyo tutajenga. Lengo lilikuwa ni kuunganisha jimbo la Mchinga kwa barabara zinazopikita kwa mwaka mzima. Lakini Mungu anapanga yake na binadamu anapanga nini yake. Kama si mipango ya Mungu ya mamvua haya ya El Nino, leo jimbo la Mchinga tungekuwa tunazungumzia sijui wapi huko.
lakini mvua zikaja, madaraja yote yakavunjika, likabaki daraja moja peke yake la Milora. Siku nilipoenda kuangalia, yani kwa kweli sitasahau katika maisha, niliumia sana. Lakini baada hapo nikamshukuru Allah, mambo yakawa yameendelea. Sasa tunataka kufunga taa barabarani kilomita 150 katika maeneo ya kuanzia Mchinga sawa, Kijiweni sawa, Mvuleni sawa, mpaka Kilola Mbwani. Mmeelewa hapa? Narudia tena. Mchinga, Kijiweni. Mchinga si ndio kutoka kule? Kijiweni si ndio kule baharini? Kwa hiyo mumote mtakuwa mnameremeta taa, watu usiku wanafanya biashara zao na vitu vingine. Kama mnavyoona Mchinga moja na Mchinga mbili. Mmeshawahi kwenda Mchinga moja? Mmeshaenda Mchinga mbili? Taa za Mchinga mbili mnaziona? Watu biashara wanafanya. Sasa ndio itaanzia pale mpaka wapi? Kijiweni, kilomita 150. Nani kama Salma Rashid Kikwete? Nani kama Samia Suluhu Hassan? Hakuna. Taa ni maendeleo, taa sio anasa tena. CCM oye! Sasa baada ya kuyasema hayo, la mwisho tarehe 25, nyie kina baba mnaongea pale, nyie vijana mnaongea pale, nyie kina mama mnaongea hapo, na nyie kule mnaongea hapo. Nisikilizeni, nataka kuambia jambo la msingi. Tarehe 25, masikia? Tarehe 25 kesho kutwa, leo tarehe 23, kesho kutwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan anakuja jimboni kwetu Mchinga. Mbona nyake na baba mshangilia, mumtaki? Anapokuja rais, kwa unafikiri rais huyo anakwenda kila kona? Rais huyo mkoa wa Lindi anaenda maeneo haya matatu tu. Anaenda Chinga, atakuwa Ruangwa na atapita Mtama. Rais huyu ndio ambaye alisema nichagulieni Mama Salma, ndio maendeleo haya. Sasa wakina mama, wakina baba, kutakuwa na nini? Usafiri. Wewe nani mjumbe wa kamati wewe? Njoo wathibitishie. Huyu ni mjumbe wa kamati ya siasa ya wilaya ya Lindi. Aya, wathibitishie hapa. CCM oye! Msiwe na mashaka, usafiri upo wa kwenda na kurudi. Amani itawale. Karibuni sana, tuje tushirikiane kumpokea rais wetu. Pale makao makuu ya jimbo sasa hivi kuna meremeta, utafikiri huko Dar es Salaam Ulaya pale. Jimbo simkuja sasa ule mkutano wa jimbo, ile ni chezea toto, ile ni Pati Gazeti yenyewe. Mchezo kamili ndio tarehe 25 mwezi wa mwaka 2025. Wewe kumbuka tu 25 9 25 Mchinga, na watu wataanza kuja kuchukuliwa tarehe ngapi? Njoo waambie hapa. Tutaanza kuwachukua tarehe 24 ambayo ni kesho. Tunaenda kukesha pale Mchinga, tunaselebuka. Asubuhi tukiamka, tunaamka na bibi mkubwa wetu, tunaendelea kuselebuka naye. Na msiwe na wasiwasi pale. Watu watakuwa pale. Asiye na mwana eleke iwe. Usafiri utakuwepo. Sasa tumeweza yote kujenga barabara, tutashindwa kuwapakula sisi? Picha kamili bado. CCM oye!
Sasa yote 9 tunachokitaka cha mwisho kabisa, ili tuweze kujitegemea sisi wenyewe, tunataka mama tumuombe jambo. Tumuombe mama jambo. Tusionekane, manake kuomba sio lazima ukiomba unapata, lakini tutaliomba. Kama tutaruhusiwa kuomba, tutaomba. Kama hatukuruhusiwa kuomba, basi tutanyamaza, lakini tutatumia njia hizi hatimaye tuliombe hilo jambo. Sasa sitaki kukuambia tunataka kuomba nini, lakini tunataka tuombe kitu kikubwa ambacho kitaleta ustawi ndani ya jimbo letu la Mchinga. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025 tunatiki. Kwa Samia, kwa Salma na kwa Salmu. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Naomba kura za ndio.